Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnopa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba zilizoko chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka baada ya siku mbili mfululizo nchi ya Marekani kustopisha sehemu ya mashambulizi yake dhidi ya nchi ya Iran, hakuna ambacho kimefuatia isipokuwa ni nchi ya Iran na yenyewe kutangaza kustopisha sehemu ya mashambulizi yake. Na hii ni hali ambayo actually inaasisiwa kutokana na mfumo waliokuwa wakitumia katika kushambuliana. Maana yake ilikuwa ni mfumo wa kufanya tunasema retaliation, ile kama kulipa kisasi. Marekani kushambulia kwake kulikuwa kumefungamanishwa na Irani kushambulia katika meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz, kinyume na utaratibu uliowekwa na nchi ya Iran, kwa maana kwamba zilikuwa zikipita katika upande wa corridor ya kusini ambayo ni corridor ya upande wa nchi ya Oman, katika mazingira ambayo nchi ya Iran ilikuwa haikubaliani na hilo. Ndio asili ya Marekani kufanya mashambulizi yao. Lakini vile vile katika upande wa nchi ya Iran kufanya kwake mashambulizi ilikuwa ni kulipa kisasi kwa kile kilichokuwa kinafanywa na nchi ya Marekani. Kwa hivyo mfumo wake maana yake tunasema ilikuwa ni mfumo wa retaliation. Ina maana upande mmoja unapokosekana kufanya mashambulizi, automatically upande mwingine vile vile unaacha kufanya mashambulizi, na hii ni hali ambayo tulijaribu kuieleza kwa kirefu katika video yetu namba 96. Lakini katika hali ya nchi ya Marekani kustopisha mapambano yake au kustopisha sehemu ya mashambulizi yake katika nchi ya Iran, ambao mwisho wa siku imepelekea nchi ya Iran na yenyewe vile vile kustopisha sehemu ya mashambulizi yake, kiasili tulisema kwamba jambo hilo linaweza likatokana na sehemu au option tatu. Na hii kwa sasa hivi inaonekana kwamba options zote ambazo zimekuwa zinatajwa maana yake zimeangukia katika zile ambazo tulikuwa tukijaribu kuzizungumza katika video yetu namba 96. Option ya kwanza tulizungumzia swala la kupungua kwa kiwango kikubwa cha zile silaha ambazo tunasema ni long range missiles, zile silaha za masafa marefu ambazo zinaruhusu jeshi kufanya ile tunasema ni stand off attacks, kufanya mashambulizi ya mbali ambayo yanaipa uhuru ile ndege yenye kufanya mashambulizi kuwa katika mazingira ya kiusalama pasi na kulazimika yenyewe kusogea karibu kulingana na aina ya silaha inayotumika. Hii ni sababu ya kwanza ambayo tulitaja katika video yetu namba 96. Lakini ya pili vile vile tulitaja kupungua kwa kiwango cha zile tunasema ni interceptors au anti-missile weapons, zile silaha ambazo zinatumika katika kuangusha makombora yanayokuja. Ina maana zimepungua kwa kiwango kikubwa katika nchi ya Marekani, kiasi ambacho maana yake imekuwa ikileta shaka ya kuendelea kwa mgogoro husika. Hakuna kitakachofuatia mbele isipokuwa itakuwa ni madhara makubwa katika upande wa jeshi la Marekani, na hili limethibitishwa na Dan King, mkuu wa majeshi wa nchi ya Marekani, kwamba katika siku moja na takriban nyuma, moja katika taarifa ambayo imetoka imeashiria kwamba alimfahamisha Rais Donald Trump ya kwamba kwa mwenendo wa jeshi unavyozidi kuendelea hivi sasa na mashambulizi ambayo yamekuwa yakiendelea ya nchi ya Marekani dhidi ya mashambulizi ya nchi ya Iran, hakuna kinachofuatia mbele isipokuwa sehemu vile vile ya zile interceptors, zile silaha ambazo tunatumia katika kuangusha silaha zinazokuja, yale makombora yanayokuja. Maana yake ni kwamba zimepungua kwa kiwango kikubwa kiasi ambacho inaweza ikaleta madhara makubwa. Kwa hiyo hii ilikuwa ni option ya kwanza ambayo tulizungumza katika video namba 96, na hivi sasa imekuja kuthibitika wazi kwamba kiwango cha interceptors, kiwango cha silaha mbadala inaweza kutumika katika kuangusha yale makombora, maana yake imeanguka kwa kiwango, zimepungua kwa kiwango kikubwa katika nchi ya Marekani. Lakini jambo lingine katika sehemu ya option ambayo tulizitaja kama ni sababu, huenda ikawa ni sababu ya Marekani kustopisha sehemu ya mashambulizi yake, ambao mwisho siku imepelekea vile vile Iran kustopisha sehemu ya mashambulizi yao, ilikuwa ni uwezekano wa Marekani kukusudia kwenda katika mgogoro mkubwa zaidi. Na hili ni jambo ambalo sasa hivi limeanza kukaririwa, kwanza kutokana na mahojiano ya karibu ya Rais Donald Trump, ambayo moja katika kauli ambayo ameizungumza hivi karibuni ni kwamba tusipopata tunachokihitaji kutoka katika nchi ya Iran, maana yake itakuwa ni beta kwenda katika mgogoro ambao ni mkubwa zaidi dhidi ya nchi ya Iran. Hii ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, siku ya Jumanne patakuwa kuna safari ya Waziri Mkuu Netanyahu kuelekea katika nchi ya Marekani, na mara nyingi imetokea kwenda kwa Waziri Mkuu Netanyahu katika nchi ya Iran
huwa hakuna kuelekea katika nchi ya Marekani. Actually siku ya Jumanne atasafiri kuelekea katika nchi ya Marekani. Mara nyingi imekuwa ikitokea Waziri Mkuu Netanyahu akisafiri kuelekea katika nchi ya Marekani, hakuna kinachofuatia mbele isipokuwa kuna tukio kubwa huwa linaweza likatokea, na hii imekuwa ikariwa toka katika kipindi cha mgogoro wa Gaza, na hata katika kipindi hiki ambacho imetokea series kuanzia katika vita ya siku 12 kuja katika vita ya siku 40 takriban, imekuwa kuna series ya matukio ya namna hiyo. Kwa hivyo ile fikra ambayo tulizungumza katika video namba 96 kwamba kuna uwezekano kupoa kwa Marekani katika hivi kurudi nyuma kidogo, inawezekana ikawa ni maandalizi ya kuelekea katika mgogoro mkubwa zaidi. Jambo hili inawezekana likathibitika baada ya safari ya Waziri Mkuu Netanyahu ya siku ya Jumanne kuelekea katika nchi ya Marekani. Lakini hili kwa upande mwingine vile vile wa nchi ya Iran, bila shaka kuna matukio mengi wamekuwa wakiyafanya wakiashiria kwamba wanafahamu kwamba kuna uwezekano huko mbele ukatokea mgogoro mkubwa zaidi, na imekuwa ikaririwa na baadhi ya maafisa wa nchi ya Iran. Na moja katika matukio ambayo tumekuwa tukijaribu kuyatazama kwa kina ni series ya mashambulizi ambayo yalifanyika katika hizi wiki mbili za mashambulizi ya Marekani na Iran kushambulia katika bezi ya Al-Tanf ambayo inapatikana katika upande wa kusini mwa nchi ya Syria, lakini inapatikana katika mipaka baina ya Syria na nchi kama ya Iraq, lakini vile vile haiko mbali sana na nchi ya Jordan. Lakini vile vile baada ya kufanyika mashambulizi katika bezi ya Al-Tanf, yalifanyika pia mashambulizi katika sehemu ya Tower 22 ambayo ni bezi inayopatikana katika upande wa kaskazini mwa nchi ya Jordan. Bezi hizi mbili ni bezi ambazo zinakaribiana, lakini umuhimu wa hizi bezi maana yake ni bezi ambazo zina mifumo ya early warning system, zina mifumo ya utoaji wa taarifa za awali wakati wa mashambulizi yanafanyika. Kwa hivyo Irani kushambulia katika zile bezi za Al-Tanf base pamoja na sehemu ya Tower 22 ilikuwa ni kutengeneza njia ya wao kuweza kufanya mashambulizi ndani ya nchi ya Jordan kwa urahisi. Maana katika zile bezi kama za Al-Muwaqqaf Salt na mfano wake, au ile Prince Hassan base, air base, vile vile ilikuwa ni maana yake ilikuwa ni njia nyepesi ya wao kuweza kufanya mashambulizi katika center kama hizo. Na lengo la kufanya mashambulizi katika center kama hizo maana yake ni kwamba ni maandalizi ya kama itatokea katika siku za usoni nchi ya Israel kuingia katika mgogoro husika, maana yake hakuna kitakachofuatia mbele isipokuwa ile zuio la kwanza, ile kinga ya kwanza ambayo mara nyingi inakuwa ni kinga ya nchi ya Jordan, ndio inasimama kama ni shield dhidi ya upande wa Israel. Kwa upande mmoja au mwingine, plani ya nchi ya Iran inaonekana ilikuwa ni kujaribu kuondoa ile ngao ya mbele ya nchi ya Israel pale itakapoamua na yenyewe vile vile kuingia katika sehemu ya mgogoro. Na hilo vile vile linaweza likachagizwa na uwezekano wake kutokana na series ya siku za nyuma ya Marekani kupeleka silaha nyingi au vifaa vingi vya kijeshi katika nchi ya Israel, ambayo ilikuwa ina indicate au inatoa ishara ya kwamba usalama karibia na nchi ya Iran umepungua. Maana katika nchi kama zile za Bahrain, Kuwait, Qatar, United Arab Emirates usalama umepungua. Kwa hiyo ni vyema kuhamisha silaha katika nchi kama ya Jordan na pamoja na katika nchi ya Israel. Hiyo ilikuwa ni option ya kwanza, lakini vile vile ilikuwa inatoa ishara ya kwamba kuna uwezekano katika siku za usoni mgogoro ukawa mkubwa ambao utaihitaji Israeli iweze kushiriki moja kwa moja. Kwa ina maana ilikuwa ni hesabu ya muda mrefu ya kwamba ni beta silaha nyingi au vifaa vingi vya kijeshi vikapelekwa katika nchi ya Israel kwa matarajio ya kwamba katika siku za usoni mgogoro inawezekana vile ukawa mkubwa. Lakini pamoja na hayo ambayo tulikuwa tumejaribu kuyazungumza na ishara ambazo zimekuwa zikiendelea hivi sasa, panaonekana kama kuna juhudi ambazo zimekuwa zikiendelea za kujaribu kusolve huu mgogoro, na especially katika kipindi hiki ambayo inaonekana kwamba kama kuna mapigano inawezekana yakastop kwa siku kadhaa. Katika nchi ya Jordan pamekuwa kuna taarifa nyingi katika nchi ya Oman pamekuwa kuna taarifa nyingi zikiashiria maafisa wa Umoja wa Mataifa, lakini vile vile maafisa kutoka katika nchi kama Saudi Arabia na baadhi ya nchi wasuluhishi kama zile za Pakistan, Qatar zimekuwa zikifanya mijadala katika nchi ya Oman. Na misingi ya majadiliano hasa imegawanyika katika sehemu kama mbili. Cha kwanza ni kuhusiana na swala la usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz. Swala la usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz limekuwa likijadiliwa kwa sababu kwanza ni sehemu ya chanzo cha mivutano ya Marekani na Iran kwa hivi sasa. Kwa kuzingatia kwamba Memorandum of Understanding au ile hati ya makubaliano baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran haikuwa imeacha mlango bahari wa Hormuz kwamba uko
plain, yani kwamba watu wanaweza kupita na mfano wake. Memorandum of Understanding ilikuwa imeelekeza kwamba katika kipindi cha siku 60 meli zitapita, lakini kwenye swala la utaratibu wa pale katika mlango bahari wa Hormuz bado utategemea maelekezo kutoka katika nchi ya Iran, lakini vile vile kuna sehemu ya mjadala baina ya nchi ya Iran na sehemu ya Oman, kwa kuzingatia kwamba mipaka ya hizi nchi mbili ndio inaunda sehemu ya mlango bahari wa Hormuz. Sasa baada ya ile hati ya makubaliano kuja katika utekelezaji wa kawaida, Marekani ilichokuwa inaona ni kwamba Iran, ukija katika practical way, katika ile utendaji wa kawaida, Iran haipaswi kuwa na utaratibu wa kutoa maelekezo katika mlango bahari wa Hormuz, kwamba katika hizo siku 60 meli ndio tuzipita kawaida, jambo ambalo inaonekana kwamba Iran walikuwa wamefahamu madhara yake, kwamba iwapo meli zitakuwa zinapita pasi na maelekezo ya namna yote, katika siku zijazo Iran itashindwa tena kuweka utaratibu baada ya kuwa utaratibu umerudi kama ule uliokuwa kabla ya vita. Na ndio maana ilikuwa inasisitiza kwamba midhali vita haijaisha kabisa, maana yake ni kwamba swala la management ya mlango bahari wa Hormuz litazingatia kile ambacho wamekubaliana katika upande wa ile hati ya makubaliano. Hali ya namna hiyo, Marekani alikuja kuona kwamba katika upande wa utendaji wa kawaida itakuwa sio nzuri sana kwa upande wake, kwa kuzingatia nguvu waliokuwa nayo na ushawishi waliokuwa nao na watu walioko nyuma yake katika eneo la ile Ghuba, eneo la ile Gulf, kwa maana zile nchi za Kiarabu pale. Na ndio maana ilikuwa inaleta tatizo, kwa sababu upande wa nyuma maana yake ni kwamba Marekani ilikuwa inaishawishi Oman iweze kusimamia sehemu ya korido yake, jambo ambalo Irani wao walichokuwa wanaamini ni kwamba katika kipindi cha vita upande ile mlango bahari wa Hormuz utabaki chini ya usimamizi wa nchi ya Iran, kwa kuzingatia kwamba wao wameudhibiti katika kipindi cha vita, lakini katika kipindi cha amani Oman watasimamia sehemu ya mipaka yao. Ndio utaratibu uko hivyo. Kwa hiyo msuguano wa hivi sasa uliokuwa ukiendelea kwa takriban wiki mbili ilikuwa ni kwenye swala la kwamba mlango bahari wa Hormuz usibaki moja kwa moja katika management ya nchi ya Iran. Kwa hivyo katika kile ambacho kinajadiliwa sasa hivi katika nchi ya Oman, maana yake hasa ni kuhusiana na hiyo concept au hiyo nadharia ya kuhusiana na swala management, lakini vile vile pamekuwa kuna ziada ya discussion ya kuhusiana na swala la uwezekano wa kuchajiwa pesa katika mlango bahari wa Hormuz, ambao vile vile upande mmoja inawezekana paka kuna urahisi, lakini upande wa pili paka kuna changamoto. Upande ambao ni rahisi zaidi kwenye swala la kuchajiwa pesa ni kwenye upande wa mazingira, kwa sababu hili ni jambo ambalo liko wazi. Meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz maana yake inawezekana zikawa zinachangia katika swala la uchafuzi wa mazingira. Katika mazingira namna hiyo, maana management inayohusika katika swala la usafishaji wa mazingira au utunzaji wa mazingira katika mlango bahari wa Hormuz maana yake inawajibika kuwachaji watu fedha ili kuweza kusaidia katika swala la usimamiaji wa mazingira mlango bahari wa Hormuz. Lakini challenge ipo kwenye swala la usalama, kwa sababu katika kile ambacho Iran walikuwa wanakizungumza kwamba watachaji watu fedha ni kuhusiana na masuala ya kiusalama katika mlango bahari wa Hormuz. Hii ndio issue ambayo bila shaka inawezekana tena ikaleta tatizo katika siku za usoni, kwa kuzingatia kwamba msimamo wa nchi ya Marekani na baadhi ya nchi zinaona kwamba aliyesababisha tatizo katika mlango bahari wa Hormuz ni nchi ya Iran, kwa maana ya kwamba Iran wao walirusha sehemu ya vile vipuzi ambavyo viko katika mlango bahari wa Hormuz, especially katika upande wa nchi ya Oman, kwa lengo la kuzidirect meli zipite katika upande wa kaskazini ambao ni upande wa nchi ya Iran, jambo ambalo wanaoishutumu nchi ya Iran wanasema kwamba Irani wao ndio wamesababisha tatizo, alafu wanataka wachaji watu pesa kulingana na tatizo ambalo wamelisababisha wao wenyewe. Ndio mgogoro bila shaka unaweza ukakaa katika muundo wa namna hiyo kwenye swala la kuchajiwa watu pesa katika mlango bahari wa Hormuz. Katika issue ya mazingira inawezekana ikaenda vizuri, kwenye issue ya management inawezekana wakakubaliana kwa upande mmoja au mwingine, lakini kwenye swala la kuchajiwa pesa kwenye upande wa masuala ya kiusalama, hili ni jambo ambalo bila shaka inawezekana likaleta sintofahamu kubwa. Lakini wakati hayo yamekuwa yakiendelea ya kuhusiana na Marekani na nchi ya Iran, upande wa pili wa kundi la Houthi na nchi ya Saudi Arabia, kinachoonekana sasa hivi ni kama mgogoro wanataka wautanue zaidi, jambo ambalo bila shaka madhara yake inawezekana yakawa ni makubwa zaidi. Na hili linapimwa na sehemu ya harakati ambazo zimekuwa zikiendelea katika mji wa Al-Jauf ambao unapatikana katika upande wa kaskazini magharibi mwa nchi ya Yemen, unapakana na nchi ya Saudi Arabia. Katika masaa 24 yaliyopita imeonekana kuna mashambulizi au kuna mapigano yamekuwa yakiendelea baina ya kundi la Houthi
lakini vile vile na watu wa baadhi ya makabila wanaopatikana katika sehemu ya Al-Jawf ambao wanasapotiwa na nchi ya Saudi Arabia, lakini vile vile inaonekana kwamba kuna ushiriki wa baadhi ya wanajeshi kutoka katika hii serikali inayotambulika kimataifa inayotawala miji kama ya Hadramaut na mfano wake. Vile vile inaonekana wanajeshi wake wapo katika sehemu ya Al-Jawf, lakini vile vile inaonekana kuna watu wanatoka vivyo katika upande wa Saudi Arabia, inawezekana kama ni makachero wa nchi ya Saudi Arabia ambao wanakwenda katika sehemu ya Al-Jawf kuweza kupigana na kundi la Houthi. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba nchi ya Saudi Arabia, moja katika kitu ambacho inaonekana kwamba imeamua kukifanya sasa hivi ni kulishughulisha kundi la Houthi kwamba lisiwe na uhuru wa kufanya sehemu ya operation zake, na tunasema kwamba mgogoro huu unawezekana ukatanuka kwa kuzingatia kwamba kundi la Houthi wao wanachozingatia ni kwamba movement yoyote inayofanyika dhidi ya maeneo wanayokaa wao au mazingira yao, kama upande kule wa Sanaa au Al-Hudaid kule katika ile bandari ya Hudaida, automatically move yoyote inasapotiwa na nchi ya Saudi Arabia, kwa sababu wao wanachoamini ni kwamba jeshi la nchi ya Yemen, ile serikali ambayo inatambulika kimataifa, halina nguvu ya kuweza kufanya disturbance katika sehemu ambayo Wahouthi wana control. Kwa hivyo katika mazingira namna hii ndio maana inaonekana kwamba reaction au mwitikio wa kundi la Houthi imekuwa ni kushambulia katika upande wa yale maslahi ya nchi ya Saudi Arabia, kushambulia kama katika upande wa bandari ya Yanbu kule, au kushambulia katika upande wa Jizan kule ilipokuwa kuna sehemu ya mali za ile kampuni kubwa ya Saudi Arabia ya mafuta ya Aramco na mfano wake. Na kwenye hili la Houthi na Saudi Arabia hakuna tunachokiona isipokuwa ni timing mbovu ya nchi ya Saudi Arabia. Nchi ya Saudi Arabia bila shaka kwenye mahesabu yake haikwenda vizuri, pamoja na kwamba kile tunachokifahamu huenda ikawa ni utekelezaji wa hesabu ya nchi ya Marekani ambao tulizungumza pia katika video yetu namba 96 kwamba hesabu ya nchi ya Marekani ilikuwa ni Israel idili na Hizbullah, Iraq, serikali ya Iraq idili na vikundi vya ndani ya Iraq kama ile Kataibu Hizbullah na mfano wake, Saudi Arabia idili na Houthi, wao Marekani wadili na nchi ya Iran. Sasa utaona kwa nini tunasema kwamba ilikuwa ni timing bovu. Nchi ya Saudi Arabia, ugomvi wake wa hivi karibuni na kundi la Houthi umetokana na Saudi Arabia kufanya mashambulizi katika ile airport ya mji wa Sanaa, na hiyo ilikuwa ni baada ya ndege kutoka katika nchi ya Iran ilipokuja katika nchi ya Yemen kuwachukua watu kwa ajili ya kuwapeleka katika msiba wa Ali Khamenei na kisha kuwarudisha. Nchi ya Saudi Arabia ilitaka isimamie katazo la kwamba ndege isitue katika upande wa magharibi mwa nchi ya Yemen ambao unakontroliwa na kundi la Houthi, wala meli hazitakiwi kwenda katika bandari kama ya Hudaida upande ule ambao unakontroliwa na kundi la Houthi. Move ambayo Wahouthi walikuwa wanaona kwamba sio sawa. Waliona kwamba sio sawa. Kwa hivyo walilipa kisasi baada ya nchi ya Saudi Arabia kufanya mashambulizi katika mji wa Sanaa. Katika mazingira namna hiyo, ina maana hakuna kilichofuatia mbele hivi sasa isipokuwa madhara yanaonekana kwamba inawezekana yakawa ni makubwa. Na yakawa ni makubwa kivipi? Kwa sababu mlango bahari wa Hormuz umefungwa. Sehemu ambayo ilikuwa inategemewa sasa hivi kupitisha mafuta kwa wauzaji wakubwa wa mafuta duniani kama nchi ya Saudi Arabia ilikuwa ni sehemu ya Bab al-Mandab. Na kila mtu alikuwa anafahamu wazi kwamba iwapo Saudi Arabia watapambana na kundi la Houthi, hakuna kinachofuatia mbele isipokuwa Houthi watafunga sehemu ya Bab al-Mandab. Na hata bila Saudi Arabia kuishambulia kundi la Houthi, kilichokuwa kinategemewa mbele ni kwamba Marekani akitanua mgogoro wake pia dhidi ya nchi ya Iran, Houthi watafunga sehemu ya Bab al-Mandab, kwa sababu hilo limekuwa likikadiriwa katika hotuba za Mujtaba Ali Khamenei, kiongozi wa nchi ya Iran. Kwa hivyo na maana kwenda kushambulia katika nchi ya Yemen, hakuna ambacho kilikuwa kinafuatia mbele isipokuwa ni hatua hii iliyofanyika, ambao mwisho wa siku imekuwa ikileta madhara kwa bei zimekuwa zikipanda duniani. Huenda labda baada ya Marekani na Iran kustopisha mapigano kwa kipindi hiki, inawezekana bei zikashuka, lakini hata hivyo inawezekana pia isiwe na uhakika, kuzingatia kwamba bei kushuka kwake sio tu kutegemea Marekani na Iran kushambuliana, bali inategemea meli kuruhusiwa kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Katazo likiendelea kuwepo katika mlango bahari wa Hormuz, maana yake ni kwamba hakuna meli ambayo inaweza ikapita. Kwa hiyo ukiangalia mazingira jinsi yalivyo, yamekuwa ni mazingira ambayo yana changamoto nyingi kwa wakati mmoja, lakini pamoja na yote ni kwamba juhudi bado zimekuwa zikiendelea za kidiplomasia, ambazo zimekuwa zikiendelea kutoa ishara kwamba kuna uwezekano pakawa kuna asilimia kadhaa za watu kujadili mambo katika upande wa diplomasia, lakini option ya mwisho ya mambo yote ni
iwapo watakubaliana kurudi katika mazingira yaliyokuwepo kabla ya vita, kwamba Marekani akaondoa ile sehemu ya makatazo yake especially katika pwani za nchi ya Irani na mfano wake, hilo linaweza likafanya wepesi. Lakini katika baadhi ya mambo itakuwa ni lazima wakubali kwamba Irani maana yake atakuwa na haki. Kwa mfano katika swala kama la kucontrol mlango bahari wa Hormuz, hili ni jambo ambalo Iran wao wamesha declare zaidi ya mara moja kwamba hilo hawezi kukubali kurudi katika hali ilivyokuwa mwanzo kabla ya kuanza kwa mgogoro ule wa siku 40. Lakini kiujumla maana yake ni kwamba ni hali ambayo tumekuwa bado tunaendelea kuitazama na tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira itakayokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa. Nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu na nikuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na comment. Uwe na muda mwema.